Naam, wana IBM channel na Ukuu wa Mwafrika, imekuwa ni jambo la kawaida sana kwa viongozi wa Afrika ambao wameamua kweli kwa moyo wa dhati kutaka kuitoa Afrika kutoka kwenye majanga ambayo au maswahibu ambayo Afrika imekuwa ikipitia. Basi viongozi hawa ni kawaida lazima wauawe, na kuuawa kwao, na tuna mifano mingi sana viongozi wengi. Sasa ndicho kinachotokea ama kinachoendelea kwa Ibrahim Traore kufanyiwa majaribio ya kuuawa. Na majaribio haya sio jaribio moja, wala majaribio mawili, wala majaribio matatu. Hapana, ni majaribio sasa hivi tunaongea ni zaidi ya 20 ambayo amekuwa akifanyiwa. Na lingine ni hapa juzi, tunaongelea mwezi wa 4 hii. Huu ni mwezi wa 4. Juzi hapa jaribio lingine ametaka kufanyiwa tena, kutaka kuuawa. Lakini hii imekuwa tofauti kidogo kwa upande wa Ibrahim Traore kwa sababu ya Urusi yuko pale, na Warusi ndio wanaomlinda Ibrahim Traore, kwa sababu vinginevyo ingekuwa sivyo hivyo, matokeo yake yangekuwa ni mengine. Sasa kwa tukio hili, kwa sababu Mfaransa bado hajachoka, ukumbuke, bado anaendelea kumuinda huyu simba wa Afrika, mwamba wa Afrika, huyu ambaye tunamuita ni mwalimu wa darasa. Mwalimu wa darasa kwa maana kuwa Waafrika wote tunahitaji kujifunza kutoka kwake. Sio Waafrika, lakini viongozi zaidi wa Afrika wanahitaji kuingia kwenye darasa la Ibrahim Traore, kujua ni namna gani anaweza akafanya maendeleo makubwa sana ndani ya taifa la Burkina Faso, ili hali anawezaje kufanya maendeleo makubwa wakati naye yuko Afrika. Lakini kumbuka, maendeleo haya anayafanya wakati huo alishajiondoa kwenye IMF, yani kupewa mikopo na IMF na misaada, na mikopo na misaada kutoka IMF, lakini mikopo pia World Bank na yenyewe alikataa. Lakini ndio ameitoa nchi kwenye umasikini, haidaiwi na mtu yote. Sasa imekuwaje kuwaje? Sasa miongoni mwa hawa walinzi wake wanaomlinda, unaona wamekaa pembeni yake hapa wakiwa wanamlinda. Hawa walinzi bwana walipewa dola za Kimarekani milioni 5. Ni mtu amesafiri kutoka huko mataifa ya ughaibuni au mataifa ya magharibi, amesafiri amekuja mpaka Burkina Faso. Alafu akapata hawa walinzi, akawalipa walinzi dola milioni 5 ambayo ni sawa na bilioni 13 za Kitanzania. Kawaambia, sasa mimi ninawapa hizi fedha, jambo ni moja tu na kazi ni moja tu, muhakikishe kuwa Ibrahim Traore mnamuua. Je, mko tayari? Na hawa walinzi wakamwambia yes, tuko tayari. Akawapa na risasi za kutumia kumuua Traore. Yani hivi tunavyoongea ingekuwa Traore hayupo. Sasa wale walinzi wakapokea zile fedha, wakapokea na zile risasi, wakarudi kwenye kibarua chao. Walipofika pale wakamuita Traore, bwana, hebu njoo, kaa chini bwana, ngoja tukuambie hapa kuna dili tumepewa ya kukuua. Lakini kama unavyojua sisi ni waaminifu kwako, kwa sababu haya unayoyafanya pia ni kwa ajili ya vizazi vyetu vinavyokuja. Kwa hiyo sisi hatuwezi kufanya hivyo. Sasa ushahidi wa risasi hizi hapa ambazo tumepewa kwa ajili ya kukuua, lakini pia tumepewa na pesa hizi hapa pia tumelipwa pesa kwa ajili ya kukuua. Kwa hiyo imagine ungekuwa wewe ndio Ibrahim Traore au ungekuwa wewe ndio rais wa Burkina Faso, ungetaka kumwamini nani na nani usimwamini? Nani wa kumwamini na nani sio wa kumwamini? Lakini matokeo yake iko hivyo. Lakini Traore bado analindwa na Mungu, ndio maana unaona hasa mpaka hawa pia vile vile walinzi wake wale wanaomlinda wale, na wao wakaona sio jambo jema kumsaliti, kwa sababu tukumbuke mambo ambayo yamekuwa yakiwatokea viongozi wa Afrika. Kama nilivyokuambia, kiongozi yeyote ambaye anaenda kinyume au kushindana na Mfaransa, kushindana kupigana kwa ajili ya kuondoa maslahi ya Ufaransa kwa taifa lake, hususan huko Afrika, kwenye mataifa ya Afrika, basi kiongozi huyu anauawa. Tukianza na Patrice Emery Lumumba, lakini ukija wakina Thomas Isidore Noel Sankara, lakini ukija na viongozi wengine waliokuwa wazalendo. Hata juzi hapa, sio siku nyingi sana, 2011 walipomuua mzee wetu Colonel Muammar Gaddafi, kwa sababu alikuwa huyu bwana anaenda kinyume kabisa na maslahi ya watu wa magharibi. Kwa hiyo wamekuwa wakifanya hivyo hawa watu
wa magharibi. Kwa hiyo hilo liko namna hiyo. Lakini tukio la kutaka kuuawa sio moja tu. Kuna wakati mwingine pia, wakati Ibrahim Traore, haya ni mambo ambayo sasa huwa hayaongeleki tu, lakini kimsingi ndivyo hivyo. Kwa tunavyoripoti hapa, nataka uweze kujua na uweze kutambua hili nalokuambia. Kuna wakati mwingine ambapo Ibrahim Traore aliwahi kukwepa tena jaribio kama hilo nyumbani kwake. Nyumbani kwake, yeye yuko kwenye shughuli zingine, nyumbani kwake kukalipuliwa. Haya, ukiachilia mbali hilo, kuna wakati waliwahi kutega bomu kwenye gari ambalo wanajua kabisa Traore atapanda, lakini sasa ashukuriwe Mungu kwa ajili ya Warusi wako pale, intelijensia ya Urusi kawa imeligundua hilo mapema. Lakini sio hivyo tu, wakati mwingine waliwahi kuwavamia kabisa wamewahi kuwavamia kabisa kwenye msafara, wakiwa kwenye msafara hivi. Kwa wale askari haraka wakatoka kwa ajili ya kupambana na hawa majambazi au hawa magaidi, halafu baadaye Traore akawa amesalimika. Ndio maana unaonaga huyu mwamba kila mahali popote anapokuwa anasema hebu tuwakumbuke kwanza askari waliokufa wakipigania hili taifa. Tunakumbuka kuwa Ibrahim Traore akiwa kapteni kijeshi, wakati ule kukiwa na Kanali Henry Paul Sandaogo Damiba, yeye alikuwa ni kanali, ni colonel. Na ukumbuke kutoka cheo cha ukapteni mpaka ufike cheo cha ukanali, pana vyeo kama 3 au 4 hapa, kwa sababu kapteni anakuja kuna vyeo vingine 2 hapa ndio umfikie pale yule kanali. Lakini hawa waliweza kuipindua serikali ya Christian Kabore ambaye alikuwa ni rais wa Burkina Faso, lakini mambo hayaendi. Wakaipindua hii serikali na akaingia Henry Paul Sandaogo Damiba kama rais wa Burkina Faso. Ibrahim Traore tena naona yale yaliyokuwa yanafanyika na yule Christian Kabore ndio yanayofanyika na Damiba, kwa akaamua na yeye kumpindua, na kuenda kumpindua huyu Henry Paul Sandaogo Damiba akakimbilia taifa la Togo, na mpaka sasa yuko Togo. Lakini akiwa huko Togo bado anataka kuendesha operation za kutaka kumpindua Ibrahim Traore ili yeye arudi hapo katika madaraka au arudi kwenye utawala wa Burkina Faso. Kwa ndio maana unaona watu wengi wamekuwa wakikamatwa, maafisa mbalimbali wa jeshi lakini wa serikali pia wamekuwa wakikamatwa, kwa sababu hawa wote ni watu au vijana wa Henry Paul Sandaogo Damiba, ambaye huyu ametamani sana kutaka kumpindua Ibrahim Traore ili yeye arudi pale, ili Mfaransa aendelee kuchota mali, kwa sababu kama tunavyojua Burkina Faso ni tajiri kwa mali, ni tajiri kwa dhahabu, manganizi, uranium iko Burkina Faso, lakini madini ya diamond yako pale Burkina Faso, na mambo mbalimbali mengi, lakini fursa pia za kibiashara, kwa sababu watu wa magharibi wamefanya Afrika ni mahali pao pa kufanyia biashara zao. Ndio maana hawaturuhusu abadan katani kujenga viwanda, kwa sababu tukijenga viwanda watakula wapi? Kwa sababu huko Afrika ndio soko la kutupia mataka yao walioyatengeneza huko wayalete huko Afrika. Kwa hiyo ndio maana unaona Ibrahim Traore pale amepiga pini kila mahali, yani hakuna hiki, ni viwanda vyote vimeweza kujengwa hapo ndani ya taifa hili la Burkina Faso. Hii ndio sababu kubwa ya kumtafuta Ibrahim Traore, kutaka kumuua, wataka wamuue Ibrahim Traore kwa sababu hiyo. Lakini wakati Ibrahim Traore anaingia madarakani, wakati amepindua, tukumbuke haya makundi ya kigaidi ya Kiislamu yanayojiita makundi ya Kiislamu ya kigaidi. Kumbuka siku zote nimekuwa nikikuambia kuwa Uislamu sio ugaidi, na watu wengi wanadhani kuwa Uislamu ni ugaidi, na watu wengi wakifikiria, wakimwona Muislamu picha inayowajia ni ugaidi. Hapana, kumbuka Muislamu wa kweli sio gaidi, na gaidi sio Muislamu. Hakuna Uislamu wa hivyo, hamna, kwa sababu hiyo ni mambo tu watu wameamua tu kufanya hivyo. Lakini sasa haya makundi ambayo ni makundi yanayo isumbua Burkina Faso yalikuwa yamechukua ardhi ya Burkina Faso kwa 40%. Na alipoingia Ibrahim Traore alianza kupambana nayo, kwa sababu huyu bwana ana uzoefu. Atatokumbuka wakati, maana huyu yeye ni msomi, kumbuke ni mwanachuo, amesomea masuala ya jiolojia. Kwa hiyo alienda chuoni, baada ya hapo akaja kujiunga na jeshi, na jeshi akaendelea kupanda vyeo mpaka kufika kwenye cheo cha ukapteni. Na kutokea hapo 2015 kama sio 14, kulikuwa na makundi
makundi ya kigaidi yametokea upande wa Mali, na Ibrahim Traore alipewa kikosi kukiongoza, na hiki kikosi kilidili kweli na magaidi waliokuwa wanaisumbua Mali. Kwa hiyo matokeo yake ni kuwa huyu bwana ana uzoefu kweli, na uzoefu huu basi anautumia vizuri sana mwamba Ibrahim Traore. Kwa hiyo kwa haya sasa yanayoendelea katika taifa ili la Burkina Faso, ikabidi sasa achukue 40%. Hii yote ni kutokana na msaada wa Urusi, lakini na mataifa mengine ambayo yamekuwa yakifanya nayo biashara kama China, kama Irani, kama Korea Kaskazini, kama Venezuela, kama Cuba. Haya mataifa na Uturuki pia ambayo amekuwa akifanya nayo biashara za silaha na kuleta silaha pale ndani ya Burkina Faso na kuweza kuyaondoa haya makundi. Kwa haya makundi sasa yanayosumbua Burkina Faso ni makundi ambayo yanakuwa yako funded na mataifa ya magharibi, hususan Ufaransa ambaye ni lazima aweze kuyafandi haya makundi ili kuwa na ili kuwa na uwepo wa kambi zake za kijeshi ndani ya Burkina Faso. Kwa sababu kama serikali ya Burkina Faso na jeshi la Burkina Faso litakuwa ni kali ambalo limeweza kudili na magaidi sawasawa, manake Wafaransa pamoja na kambi zao za kijeshi hawana nafasi. Kwa ili kupata nafasi ndani ya Burkina Faso, sio tu Burkina Faso, huo ukanda wote huo wa Afrika Magharibi, ili kupata nafasi lazima makundi haya ya kigaidi yawepo, ili kuwe na uwepo wa kambi za kijeshi za Mfaransa na askari wa Ufaransa. Ndio maana sasa unaona Ibrahim Traore hapa baada ya kuwatimua Wafaransa, alafu akasema tunapambana wenyewe kwa sababu nchi hii ni ya kwetu, sio ya watu wengine, inatuhusu sisi. Wafaransa wakawa wanasema hapana, mngetuacha sisi tuweze kuwasaidia kupambana. Akasema hapana, nyinyi ondokeni. Juzi hapa Emmanuel Macron, rais wa Faransa, anasema kuwa inabidi tujenge mahusiano mazuri na Burkina Faso ili tuweze kurudisha kambi zetu za kijeshi. Lakini Traore naye alijibu vizuri, akasema mna mahusiano mazuri sana na Marekani, mna mahusiano mazuri sana na Canada, mna mahusiano mazuri sana na mataifa ya Ulaya, pelekeni kambi zenu za kijeshi huko. Lakini huku hatuhitaji kambi zenu za kijeshi, kwa sababu kama mnayo mahusiano, mbona mpeleki kambi za kijeshi huko? Kwa hiyo huyu ndio mwamba Ibrahim Traore. Ndio maana unaona sasa wanamtafuta kwa hali na mali, kwa udi na uvumba, ili waweze kumuua. Lakini ashukuriwe Mungu anaendelea kumtunza. Historia hatutaki zijirudie za viongozi wetu wa Afrika kuuawa, hapana. Kwa hiyo tunaendelea kumuombea Mungu aendelee kumbariki, lakini Mungu aendelee kumtunza pia vile vile mwamba Ibrahim Traore. Asanteni sana, nawashukuru sana wanaokuwa Mwafrika kuendelea kutufuatilia hapa.